Zaidi walikuwa wakitoa kafara za wanyama. Lakini anatueleza habari ya yeye kupata taarifa kwamba mtoto wa bosi amepata kama degedege na alidondoka na akapelekwa hospitali, lakini anashangaa kwa nini bosi wake hajamueleza habari kama hii. Wanashia mambo mengi sana, vitu vingi wameshashia pamoja. Kwa nini hajamueleza habari hii kwamba yuko busy na hospitali, mtoto wake anaumwa? Lakini maisha yake anachukua hatua zaidi na kumtafuta mmoja kati ya watu ambao aliwahi kufanya nao kazi siku za nyuma na kuzungumza naye. Watu wanasema nini? Unajua mtu unaweza kuwa karibu na mtu, watu hata wakikuona tu umetokeza walikuwa wanamteta, wote wananyamaza. Hakuna mtu anaweza kukupenyezea habari za huyo mtu hata siku moja. Kwa sasa alikana huyu mtu akamushia naye yale yameusonga moyo wake, na hata huyo mtu naye kufunguka na kumueleza kifo cha rafiki yake ambacho kilihusishwa na mambo ya kutolewa kafara, na akimueleza kwamba rafiki yake, yani marehemu rafiki yake, alikuwa karibu na huyu bosi na alikuwa akimtumia pia kwenye mambo yake ya kutoa makafara, lakini mwisho wa siku akamla nyama tena. Yeye mwenyewe akamla nyama rafiki yake. Karibu sana leo msikilizaji, nami nimekukumbusha kidogo na mimi umepata sasa mwendelezo mzuri. Tuendelee mbele zaidi na kile ambacho tumekiandaa katika siku njema ya leo. Karibu sana. Ripoti ya leo msikilizaji, kumbuka tunazungumza maisha halisi ya kweli ambayo ndugu zetu wanapitia na wanayaleta kwetu, nasi tunaiwasilisha kwako kwa njia ya simulizi. Ndio tunazidi kukuletea habari tofauti kila siku kupitia ripoti ya leo. Lakini nikwambie, ripoti ya leo ni kipindi ambacho kina miaka mingi sana. Sasa tunasherehekea miaka 11 ya EFM. Na ripoti ya leo imeendelea kuwa darasa, imeendelea kuwa baraka kwako wewe pia msikilizaji wangu kwa muda. Si umeanza kufuatilia lini, lakini nikwambie sasa tunatimiza miaka 11 ya EFM tangu matangazo yalipoanza kuruka live. Tunasherehekea. Hii ni sherehe kubwa sana kwetu sisi, na tunaamini sisi bila wewe hakuna ukamilifu. Na ndio maana tumeandaa kampeni yetu ya Jikune. Hii kampeni ya Jikune ni kampeni ambayo inakupa wewe zawadi. Zawadi ziko nyingi, nikutajia hapa chache. Unaweza ukalipiwa kodi ya nyumba kabisa, unaweza ukalipiwa bili ya maji, inawezekana sijui unadaiwa shilingi ngapi, unaweza lipiwa. Lakini pia unaweza ukalipiwa umeme, ukanunuliwa umeme. Unaweza ukapata simu yako, hii ni smartphone aina ya Samsung. Unaweza ukapata pia TV, hii ni flat, yani screen ya kisasa kabisa. Iko poa kabisa. Lakini unaweza ukapata Jizo Sound, ukapata speaker safi kabisa kutoka Jizo Sound, na ziko kwa ukubwa tofauti. Zawadi ni nyingi na kutajia hapa chache, lakini kikubwa unachotaka kufanya msikilizaji wangu ni kuingia kwenye menu. Kwa wewe ambao unatumia Vodacom, unatumia Airtel au unatumia mtandao wa Yas, ingia kwenye menu ya simu yako, piga nyota 150 nyota 45 nyota 1 alama ya reli, nyota 150 nyota 45 nyota 1 alama ya reli, piga. Basi ukipiga hapo moja kwa moja msikilizaji, kitakachotokea utakutana na maswali. Kuna chemsha bongo, kuna vitendawili, kuna methali, kuna nahau, kuna maswali ya kihistoria. Unaweza kuulizwa tu swali la mambo ya kihistoria. Tanzania ilipata uhuru mwaka gani? Unajibu. Ukijibu unapata zawadi. Maswali yako mengi. Mimi napenda kupitia kwa sababu kuna maswali mengine yananifanya ni changamsha ubongo wangu. Ingia hapo, unaweza kujibu swali moja, maswali mawili, matatu, yani ukajibu. Na nafasi yako kujibu msikilizaji, huku unajipatia zawadi ambazo zimeandaliwa kwa ajili yako, kwa ajili ya kusherehekea miaka 11 ya EFM. Ndugu yetu, rafiki yetu, mpendwa wetu anaitwa Meshak, akiendelea kutujuza mengi katika safari yake ya maisha. Meshak anasema, basi niseme nini kwa haya ambayo mimi nimeyapitia katika safari yangu ya maisha. Najua sikuwahi kuwaza kama kuna siku moja mimi naweza nikawa niko kwenye mtandao kama huu. Nimezaliwa kwenye familia ambayo wanampenda Mungu. Wanaweza wakawa hawako deep sana. Unajua
viwango vya kumpenda Mungu vinatofautiana. Kuna wale ambao wanaenda makanisani kwa taratibu ambazo zimewakuza, yani uni utaratibu. Kile ikifika Jumapili wataenda church watarudi, au mwingine ikifika Ijumaa ataenda msikitini atarudi. Lakini kuna wale ambao wanafanya zaidi, unakuta siku hata kwa wiki anafunga mara moja, yani haini msikitini kwa wiki mara moja tu, ataenda Jumatatu, ataenda Jumaa ngapi, ataenda ni jioni, mwingine ndio hivyo vile kadhalika hata kanisani. Yani nyumba za ibada inakuwa ni mahali pake ambako anaenda mara kwa mara. Kwa familia yetu haikuwa ile deep kwamba kila siku, japo siku zilivyosogea mamangu akaanza kuwa na speed ya kuangalau namuona anampenda Mungu, na hasa kwenye kanisa ambalo hilo alikuwa akisali. Anapenda kwaya, anapenda nini, kwa akawa anaenda, japo sio ile wale sana. Lakini sikuwahi kuwaza kwenye maisha yangu mimi naweza nikafika siku nikawa mfuasi wa mambo ya kishirikina. Na namna ambavyo mimi niliingia kwenye mtandao sio nikuelezaje, lakini naamini kwa uchache unaweza ukanielewa. Niliingizwa kwa kumsaidia kufanya kazi. Kwamba bwana, mimi waga nafanya 1 2 3, wewe ndio mtu naye kuamini, simama mbele, wewe ndio mfuatiliaji. Na nalipwa pesa na maisha yanaendelea. Kwa hiyo hata kuna kipindi mimi nilikuwa naona si wao wanafanya kwani mimi nafanya. Unaona? Maana kama tumeenda mtaalamu pale anaenda wanachimba, labda na mimi nitasaidia kuchimba kwa sababu mimi ndio kiongozi pale, nasimamia mchakato, atafukiwa ng'ombe akiwa mzima na mimi, lakini sioni kama na mimi ni mshirika kwa sababu hii biashara sio ya kwangu. Lakini ndo najikuta na mimi ndo nimekuwa mwanafamilia waya mambo, kwamba ili kitu kiende lazima tuhitaji mzee aseme kitu. Unaonaje? Yani unaona nini? Biashara inapoyumba na mimi namwambia bosi, naona kama hapa kuna mazingira sio mazuri hapa. Hapa kuna namna hapa. Ananiambia unaona nini? Anaona kama kuna mazingira hapa sio mazuri. Tumpigie simu. Yani mimi, lakini kwa namna moja ama nyingine hii biashara sio ya kwangu. Hii biashara ni ya bosi wangu, mimi ni msaidizi, ni partner wake, ni mtu wa karibu sana kwake. Kwa nini nasema hayo? Kwa sababu niliingia katika mazingira ambayo sikudhani kama ndo ninaingia. Yani sikujua kama ndo unaingia kwenye mtandao hivyo, yani mimi sijui. Lakini naambiwa kwamba wewe umeshakuwa mfuasi. Yani mimi nakuaje mfuasi? Biashara sio ya kwangu. Kwa nini unadhani unakuaje mfuasi? Hivi ulishakuwa mfuasi. Na wewe ni mfuasi wao. Nilikubali kuwa muwazi kwa huyu dada. Na nikwambie kusudi la kwanza mimi kuwa na huyu dada ni mapenzi. Yani ni kumpenda, ni mapenzi. Lakini nikwambie kwa sasa hivi kwa situation inayopita siwazi hata mapenzi. Hayana nafasi mapenzi. Kuna kitu kinanisumbua, ninamwambia, ananiambia nielezee, ni kuwa muwazi kwangu, na nilimueleza kila kitu. Sikumficha. Ni kweli bwana, mimi tumeshachinja kondoo, tunazungumza mbuzi, tushatoa sadaka sana hizi kwa watoto yatima, kwa wajane, kwa watoto wenye mazingira magumu, tushatoa sana. Akaniambia na kuelewa hii mitandao mtu anaweza akaingia kwa mazingira yoyote. Hata hiyo ni namna ambayo na wewe shetani alikuvuta ukaingia. Shida ambazo mtu unapitia, kuna wakati mwingine kuna vitu vinakuja unasema hapotelea mbali, mimi sinalipa pesa yangu, lakini hujui kumbe ndo unaingia kwenye huo mtandao. Akaniambia yani wewe sasa hivi unazungumza wewe ni miliki ya huyu mtu. Namshukuru Mungu sana. Nikamwambia napaswa kufanya nini? Akaniambia kwanza unachotakiwa kufanya cha kwanza ni kuacha kazi. Natangaza unaacha kazi ndani ya saa 24. Nikamwambia unajua sijui kinachoendelea, inaonekana wameficha taarifa za mtoto. Nawezaje kuacha kazi katika vuguvugu kama hili? Akasema nikwambie, ulipokutana naye ulimuona amekuchukia? Nikamwambia hapana, na tuliongea vizuri. Akasema basi
bado ajenda yao iko pale pale. Acha kazi ndani ya saa 24. Yani andika barua kuacha kazi. Simple kabisa. Ulishawahi kuwaza hiyo kazi unayoifanya bila maandalizi yoyote uache ndani ya saa 24? Wewe kuweza? Sio kwamba umepata kazi sehemu nyingine, hujapata kazi sehemu nyingine, na sio kwamba wewe una vitega uchumi vimesimama viko hivi kwamba ukitoka pale hautashake. Nilimwambia wewe, yani nawezaje kuacha hivyo, yani sijajipanga. Akaniambia hakuna kujipanga hapa, ni kuondoka. Hizo zote hizo ni madhabahu, ni sehemu ya kujivua hizo madhabahu. Wewe, hiyo ilikuwa ngumu kumeza. Hiyo niliona mbona inaweza ikawa shughuli sana. Yani nawezaje? Nawezaje Mungu wangu? Ninawezaje? Yani nawezaje kuacha kazi? Jamani, nje ya kazi panavyoogopesha. Nilifikiria sana. Nilimwambia nafikiri nahitaji kufikiria sana. Akaniambia ili wala hahitaji kufikiria sana. Kama unaniamini mimi, kila kitu kitakuwa sawa. Utapita ndio kwenye kipindi kigumu kwa sababu hujajiandaa. Na nikwambia hata ungejipa miaka mingine 10, huyu mtu asinge kuruhusu ujipange hivyo. Uwe na uchumi uliosimama. Utapata pesa ambazo zitakufanya ujifiri kujikimu. Lakini siku kutoka kwenye uwepo wake lazima kuna vitu vingi vinaenda tofauti. Kwa hiyo usijilaumu kwa chochote. Unachotakiwa kufanya ni kufanya maamuzi. Nilimwambia nimekuelewa, nafikiri ninahitaji muda zaidi. Meshaki anasema ninayazungumza haya, mimi Meshaki ni amenitokea kwenye maisha yangu. Yananitokea kwenye maisha yangu, nayaona kwenye maisha yangu. Meshaki anasema huyo bosi alificha kwamba mtoto yuko ICU. Mtoto yuko ICU, lakini kwa taarifa za ndani unaambiwa wataalamu walikuwa wanahangaika. Yani kama mzee hajakubali kama mtoto wake ameondoka. Kwa hiyo mpaka siku unatangazwa kwamba mtoto amefariki, yani watu za chini wanasema mtoto alikwisha kufariki. Kwa hiyo ile kauli ambayo aliniambia yule mdada kule Mbeya, ina maana ndio pengine majira usikute ndio hiyo siku ambayo mimi hapa nilikuwa nalazimishwa niende kule. Twende lazima twende mpaka wananifuata mpaka usiku. Mzangu naona ndio ilikuwa siku ile. Mimi Meshaki, roho yangu iache mwili. Yani watu wanataka kunisukuma, kunipeleka mahali ambako muda wangu bado. Jamani, hivi unajua mimi nisingeweza kuzungumza sasa. Ina maana ndugu zangu wangekuwa wanazungumza, jamani ndugu yetu. Ndio ingeishia hivyo. Taarifa kwamba yule mtoto wake amefariki sasa ndo zinafahamika. Jamani, kwa nini watu wanajiuliza kwa nini? Mimi mwenyewe nilimuuliza bosi wangu. Nilimwambia pole sana. Yani ni kitu ambacho kimenichanganya sana. Sijui, yani lakini sina la kusema. Ni msiba wa sisi sote. Nilionyesha huzuni lakini hakunijibu. Alafu nikamuona kama yani kama hataki kunipa tension fulani. Unajua huyu ni mshikaji. Ninakuambia ana washikaji zake, lakini mimi ni mshikaji wake. Mshikaji wa karibu. Ni bosi lakini ni mshikaji. Ninajua siri zake nyingi sana huyu mshikaji. Hakuna issue anafanya mimi sijui. Sasa kwa sababu ni masuala ya msiba, basi EFM. Yes, muda unazidi kusogea mbele msikilizaji, na mimi niko hapa
kwa kusudi kubwa la kuendelea kukujuza mengi zaidi, ambayo ndugu yetu anaitwa Meshak akiendelea kushare nasi. Meshak anasema basi hivi ndivyo ilivyokuwa. Ndivyo ilivyokuwa. Na ni msiba. Ni msiba. Msiba wenye kugusa sana. Huyo ni mtoto wake, ni uzao wake wa kwanza. Inaumiza. Inaumiza sana. Mke wake aliomboleza sana. Alikuwa na maumivu sana. Na kitu kimoja ambacho nilikinoti kwa kupitia bosi wangu, hivi ni vitu ambavyo yeye binafsi huvifanya, sio ni vitu ambavyo huyu mwanamke anajua. Maisha haya ambayo bosi wangu anaishi, mke wake yeye hajui. Mke wake anaona tu mume wake anazidi kufanikiwa, anazidi kupiga hatua, lakini labda mke anaamini ni bidii, ni akili alizokuwa nazo mume wake. Mume wake ni mpambanaji, na mume mpambanaji ana uwezo mkubwa na akili sana. Mume wangu ni mbunifu wa vitu vingi, yani ni mtu ambaye ni mchakarikaji sana. Na mke ndiye anawaza hivyo, lakini ndani ya hizo sifa zote anampa, lakini kumbe mume kuna vitu vingine vya nyongeza anavyofanya. Sasa huyu dada wa kule Mbeya aliniambia, usitake kuchelewa. Msiba usikufanye wewe ushindwe kufanya maamuzi. Nilimwambia hapana. Yani ni kweli inawezekana siko kwenye mazingira salama, lakini mimi natamani hata amalize msiba. Yani kumaliza msiba ina maana kama amempumzisha kwenye nyumba yake ya milele huyu mtoto, na siku kadhaa, na kama shughuli za kazi zinaanza, na mimi ndio niache kazi. Lakini huku nikiendelea kujitafakari sana. Na hata nilizungumza na mshikaji wangu yule nilikueleza, ambaye alikuwa na rafiki ambaye alikuwa ni bosi wetu ambaye alishafariki. Nilimwambia nimefikiria sana, nimefikiri kuacha kazi, na ni moja ya jambo aliliunga mkono. Akaniambia, nikwambia Meshak, kuna namna waga tunajidanganya sana. Pamoja na ukaribu uliokuwa nao, ni mshikaji, ni kakako, lakini wewe ni mwajiriwa kwake. Umeshatumika kwa huyo mtu ni muda mrefu sana. Hicho ambacho unaona umekipata, nakwambia si kitu. Yeye amekutumia wewe zaidi. Mimi ukiniambia unataka uache kazi lini, ninaweza nikakwambia hata sasa hivi. Kwa experience uliokuwa nayo, unaweza ukasimama ukaanza upya. Kuna kipindi unaweza ukawa unasema na ngoja nijipange. Kuna mazingira, kuna waajiri wetu ambao wametuajiri wanafanya mambo ya mazingara, huwezi kujipanga. Haitakujaga kutokea mpaka useme sasa nimejipanga na nataka kutoka. Kila unapojipanga kuna jambo linatokea, ile pesa huioni. Utasema ngoja nijipe muda, na ndivyo miaka inazidi kusogea. Unaweza ukajikuta hapo unamaliza tena miaka mingine 5, na hiyo miaka 5 hautajipanga. Na kushauri na kukupongeza maamuzi mazuri, na usichelewe, fanya hata leo, kabla huyo mtu hajaanza kukutumia. Yeye akizungumza hajaanza kukutumia, yani sasa kunitumia, acha kwenye kazi, kunitumia kwenye mambo yake ya kufanya kafara, kama ambavyo marehemu rafiki yake alivyokuwa akimtumia. Lakini ajui mimi nilishatumika. Yani hizo mambo alifanyaga mshikaji wake ambaye ametangulia mbele ya haki, mimi nimeshazifanya, tena pengine nimefanya msimu mrefu sana kuliko hata mshikaji wake. Nilimwambia nimekuelewa. Maneno alioniambia alinipa chachu. Unajua mtu unaweza kusema naacha kazi, kuna watu wakakushangaa nafasi uliokuwa nayo, jinsi unao karibu na huyo bosi, anavyokupenda, anavyokuthamini. Yani watu wajinga kweli. Unapata bosi anakupenda hivyo afu unaacha kazi. Yani huyu ndo atabaki maskini. Niliyawaza mengi, lakini kiukweli mambo yalipopoa, msiba pale nikaona sasa wamenaelekea msiba umepoa, hadi bosi anahoji 1 2 3 4 5. Nakumbuka siku alikuwa ananiambia tumekuwa na muda fulani hivi ambao tumekuwa busy, kazi zimesimama, lakini nataka tufanye tena ile zoezi. Na sasa hapa aliponiambia sentence nataka tufanye zoezi, na maana nataka turudi tena
kuna kazi tulikuwa tujaikamilisha kule. Si unakumbuka nilikueleza hii kazi? Anasema anataka tuende tena turudi kule. Ina maana bado mimi natakiwa niwe mstari wa mbele kufanya hii kazi. Na ndipo nilipomwambia bosi, kuna jambo natamani kukwambia. Akaniambia, jambo gani? Maisha ya jambo gani? Nilimwambia nilitamani tu niandike tu barua. Lakini nikaona kuandika tu barua haitoshi. Nimeandika barua, lakini nimeona niseme neno na wewe. Kuhusu nini? Kuhusu nini Meshek? Barua inahusu nini? Nikamwambia, kwanza wewe ni kaka kwangu na ndugu zangu, lakini na wewe ni moja kati ya ndugu zangu. Nakupenda sana. Nakumbuka siku zile tumekutana nikiwa nahangaika kitaa. Nikiangalia nimeishia kidato cha 4. Sina mwelekeo, sijui cha kufanya. Kila mahali nakoenda naambiwa umesomea kitu gani? Sioni kitu naweza nikasimama nacho kikanibadilishia maisha. Lakini ulipokuwa ukizungumza kuhusu habari ya ufugaji nikaguswa. Na nikakwambia na dhamira ya that, lakini sina pesa. Ukaniambia, hebu jifunze kwanza. Tangu siku ile haujawahi kuwa mtu ambaye sio wa thamani kwangu. Umeendelea kuwa bora na wa thamani, na nakuheshimu, na mara zote nakuombea Mungu. Nimetumika na wewe miaka mingi sana sasa. Ninajisikia nafsini mwangu kupumzika. Ulishakutana na mtu anashtuka? Alishtuka. Aliniambia, unasema? Nikamwambia, ndio boss. Nataka nipumzike. Najua kuna vijana ambao wako wana nguvu. Nataka niwaachie wao nafasi pia. Akaniambia, unasema? Akaniambia, Meshak, hakuna siku utapumzika bila mimi kusema wewe nenda kapumzika. Nikamwambia, unamaanisha nini? Akasema, narudia kusema hii sentence, hakuna siku utaamua wewe ukapumzike bila mimi kusema wewe ukapumzika. Kama mimi sijasema wewe ukapumzike, hauwezi kupumzika. Na naweza nikakwambia, ondoa hizo habari za kipuuzi kichwani mwako. Nakumbuka tulikuwa tumeketi tunaongea. Kwa hiyo akawa amesimama, achana na hizo habari za kipuuzi. Achana na hizo habari. Nina meeting. Mtu muhimu sana nakutana naye. Achana na hizo habari. Jiandae kwa ajili ya kazi. Yani kamaliza. Yani hapo ikashamaliza. Kwa hiyo hoja ambayo mimi nimeizungumza yani kaikata. Ameanza kupiga hatua. Nikamwambia, boss, niko serious. Nikamwambia, na barua hii ninayo. Ninaacha kazi ndani ya saa 24. Kama kuna chochote unanidai, niko tayari kukulipa. Akaniambia, siwezi kuzungumza na wewe jambo lolote. Nilichosema nimenyamaza. Nilichosema nimemaliza. Hakuna siku utasema wewe unapumzika bila mimi kukwambia upumzike. Ukitaka wewe ukapumzike, yani wewe ukitaka wewe ukapumzike, mimi sijasema upumzike. Usitaki kujua. Unadhani ni rahisi hivyo? Unahisi ni rahisi hivyo? Miaka yangu mingi nimewekeza kwako. Maarifa yangu nimewekeza kwako. Nimekufundisha kazi. Nimekufundisha kazi. Afu tu from nowhere unakuja unaniambia mimi nataka niache kazi. Unataka kuniambia mimi mambo ya kipuzi? Unataka kuzijua rangi zangu? Unataka kuniharibia biashara yangu? Na kama ungelijua hilo mapema, ungetakiwa kuniambia hata miaka 2 before. Kwa majira fulani mimi nataka kupumzika, nianze kumuandaa mtu. Ndio maana watu waga wanashauri sana. Tunathamini sana watu baki kuliko ndugu zetu. Ni upuuzi unafanya, unajua. Halafu unazungumza kwa ujasiri eti unanipa barua. Sitaki kusikia hizo habari. Aliondoka. Nilimwacha aondoke.
unajua tumekaa muda mrefu sana, pengine habari imemshtua, nafikiri nahitaji kumpa muda. Nilimpigia msichana kule Mbeya, nikamweleza nini kinachoendelea. Aliniambia hawezi kukuachia, wewe unachotakiwa ni kukabidhi barua na kuondoka. Na tena nakwambie, wala usihitaji mambo mengi sana. Ukiona anasumbua, kabidhi barua. Kuna kitu chochote cha kiofisi, kabidhi, ondoka. Akaniambia njoo huku Mbeya, njoo huku Mbeya. Nikamwambia yani sasa sielewi. Akaniambia sio uelewi, mimi nakwambia hiki kitu kweli kabisa, huyo mtu hawezi kukuachia. Na akaniambia unasikia maneno anayokuambia, ina maana ni mtu ambaye alikuwa amekuandaa kwa vingi, sio katika hivi tu umeviona. Ina maana wewe una kitu cha thamani ambacho anakijua unacho, na sio rahisi mtu kama wewe kupatikana. Pengine kuondoka kwako kunaweza kukaathiri baadhi ya vitu. Nikwambie, hivi vitu ambavyo unaweza ukaviangalia, ukaviofia, ukiviacha itakuwaje, vitakuletea shida. Mahali pakisha kuwa sio salama kwako, Mungu amekufunulia, umeona kabisa kwamba hapa sio salama, utakiwa kupoteza hata sekunde, ni kuondoa kwenye hiyo mazingira. Nikamwambia nimekuelewa. Bosi alinitumia message, nikana ameenda huko, akatulia, akanitumia message, akaniambia are you serious? Unataka kuacha kazi ndani ya saa 24? Wewe Meshak. Nikamjibu, nikamwambia bosi, kuacha kazi, kufikiria kuacha kazi haijaanza kwamba ni kitu kimetokea ghafla. Hiki ni kitu ambacho niko nacho muda mrefu, nataka nifanye vitu vyangu pia. Akaniambia vitu gani Meshak ambavyo unaenda kuvifanya mimi nisivyovijua? Nikamwambia ni vitu vyangu, havihusiani kabisa na hii biashara. Akaniambia hivi, siku Meshak utakapoondoka kwenye mazingira yangu, siku utakapoondoka kwenye mazingira yangu, ndio siku ambayo utajua ulikuwa unaishi kwa sababu yangu. Message ambayo nilikaa nayo kwa muda mrefu. Yani mtu anakuambia, yani mimi maisha yangu mimi, yani wewe maisha yako hivyo yalivyo, uko hivyo ulivyo ni kwa sababu yake. Yani siku nitakapoamua kuondoka nitajigundua kwamba mimi naishi kwa sababu yake. Nikamwambia bosi, najua unanipa mshahara mzuri, najua unanipa marupurupu. Akasema sizungumzi habari ya mshahara mzuri, sizungumzi habari ya marupurupu. Hata wewe Meshaki ulivyo, hivyo ulivyo, na kila kitu ulichokuwa nacho, kila kitu cha kwako ambacho unajifili ni cha kwako binafsi, sio cha kwako binafsi. Siku utakapoondoka kwenye mazingira yangu ndo utajua. Usifanye kitu kama hicho. Na anayekudanganya kukushauri haya mambo hakutakii mema. Miaka yangu yote nimewekeza kwako, akili zangu, maarifa yangu, mali zangu. Ni mimi siku nitakapo kuchoka ndio utaondoka, sio wewe utaondoka. Haitakuja kutokea hata siku moja. Wewe kwa mfano unafanya kazi mahali, umepata sehemu nyingine, okay, hujapata sehemu nyingine, umeamua wewe mwenyewe binafsi kwa akili zako timamu, nataka niache kazi. Bosi akupe vitisho kama hivi, kwamba mimi nikienda tapatwa na 1 2 3, nitajua. Mimi nikamjibu bosi, nikamwambia bosi, unadhani mimi naweza nikafanya kazi hapa milele yote? Hapana, nimefanya miaka mingi hapa mahali. Kuna watu walikuja wakaondoka, nikaendelea kuwepo. Wakati umefika na mimi naona natakiwa niangalie vitu vingine. Akasema hauna kitu chochote wewe unaweza ukaenda kukiangalia. Hakuna. Kwa sababu akili ya kazi ni za kwangu, maarifa ya biashara ni ya kwangu, maarifa ya pesa ni ya kwangu, maarifa ya maisha ni ya kwangu, kila kitu ulicho nacho ni cha kwangu.
Jamani, kwa mimi ni box. Kwa mimi hapa ni box. Yani mimi ni kwa sababu nilikuja kwako nikajiintroduce kwamba mimi unajua nimeishia form 4, hata kama nilikuwa nimeishia form 4, kwani mimi sikuwa na akili? Sikuwa na upeo wa kusema kwamba natakiwa nisije nitafute kitu naweza nikafanya? Kwa nini atafsiri hivyo? Kwa mimi vitu vyote amevifidi kwangu. Kwa hiyo mimi ni nani sasa? Mimi ni robot. Kwa hiyo amevifidi kwangu vitu. Inanifanya nikumbuke kitu fulani alikuwa ananiambia, na watu walikuwa wananiambia, siku zinavyozidi kwenda, kama mnazidi kufanana na bosi wako. Ulishawahi kuwa na mtu karibu sana mpaka watu wanakuambia yani unafanana naye? Alafu kuna wengine wanasema yani sasa hivi maisha yake unaongea, yani unaongea kama bosi wako. Vitu ambavyo bosi wangu anaongea, mada anazozipenda kuzizungumza, na mimi ndo nakuwa nazizungumza. Kwa mfano, bosi wangu anapenda sana pia mambo ya siasa. Kwa hiyo tukikaa tunazungumza mambo ya kisiasa na mimi nikavutiwa na siasa, nafuatilia siasa. Kwa hiyo wakati mwingine na mimi naweza nikachangia mada ya siasa, wakasikia huyo yani bosi wake mtupu mpaka sauti. Alikuwa anapenda mpira. Actually na mimi nilikuwa napenda mpira, lakini namna ambavyo naweza nikachambua mpira ni yani hivyo. Yani okay, wakuta na bosi wake yani unaweza utakutofautisha. Nani kaongea sasa hivi mwingine yani mpaka sauti wanafanana. Yeye sasa ananiambia kila kitu nilichokuwa nacho mimi, yeye amekifidi kwangu. Ajabu na kushangaza. Ajabu ya kushangaza. Hajawahi kuniambia maneno. Kabla ya haya namwambia hajawahi kuniambia maneno. Na mimi nikwambia nikijitazama najiona niko nomo na akili zangu, upeo wangu wa kibiashara, nafikiria hiki na hiki kikifanyika hiki kitakuwa na hiki, dili nikifanya nitapata pesa fulani. Yeye ananiambia mimi sikuwa na hiyo akili, hivyo vitu vyote kavifidie kwangu. Haya anatueleza ndugu yetu mpendwa rafiki anaitwa Meshak. Meshak anasema sikuwahi kufikiri kuachana na huyo mtu katika mazingira kama haya. Sikuwahi. Na sikuwa na mpango wa kuacha kazi. Naacha kazi naenda wapi? Na kama anavyokuambia, swala la kusema nataka nisimamishe vitu vyangu, ni kweli nimefanikiwa kujenga. Unaona, na kwa shughuli ambayo ninafanya napata hizi pesa, pengine ningekuwa na vitu vingi zaidi. Na nimekuwa nasema nafikiria nafanya hiki, lakini mwisho wa siku mimi nimekuwa ni mtu tu kula maisha, kula bata, kuishi pazuri, kulala kwenye mahoteli mazuri. Nimekuwa nikiishi hivi na najifeel comfortable. Yani niko okay. Yani niko sawa. Hakuna shida yoyote. Haya anatueleza ndugu yetu mpendwa anaitwa Meshak katika siku njema ya leo. Msikilizaji, mapumziko dakika chache. Narejea hivi punde. Yetu rafiki yetu anaitwa Meshak, msikilizaji akitujuza haya mengi katika safari ya maisha katika siku njema ya leo. Tunaendelea kusonga mbele. Ndio. Okay. Sawa. Ndugu yetu anaitwa Meshak akiendelea kutujuza haya katika safari yake ya maisha. Lakini kabla sijasogea mbele zaidi, ninayo sababu ya kuendelea kufurahia, kuendelea kusherehekea miaka 11 ya EFM tangu matangazo yetu yalipoanza kuruka live, na tuna kampeni yetu ya Jikune ambayo hii sasa ndo tunasherehekea kwenyewe. Hii ni kampeni ambayo msikilizaji popote ulipo unaweza kupata zawadi. Ziko nyingi kwa ajili yako. Unalipiwa kodi. Hivi unajua mpaka sasa hivi tunazungumza kuna watu wamelipiwa kodi, kuna watu wamepata smartphone hapo safi kabisa aina ya Samsung, na wewe una nafasi pia kupata hizi zawadi. Jamani rafiki yangu, kwa kusikiliza tu EFM basi una nafasi ya kupata hizi zawadi. Na ni rahisi sana. Kuwa na mtandao wa Yes, kuwa na mtandao wa Vodacom au uwe na mtandao wa Airtel. Piga nyota 150 nyota 45 nyota 1 alama ya reli. Nyota 150 nyota 45 nyota 1 alama ya reli. Ukipiga moja kwa moja utapelekwa kwenye chemsha bongo, maswali ya kuchangamsha akili. Kuna vitendawili, kuna methali, kwa mfano haba na haba. Unaona? Yani kuna maswali fulani hivi, yani wewe mwenyewe ukiyaona utasikia kutabasamu. Kuna maswali ya kihistoria yako mengi sana, unaweza kaulizwa kuhusu Tanzania, kuhusu Afrika, lakini ni yale ambayo yatakufanya ukumbuke na uyajibu kwa usahihi. Hata sio magumu jamani. Unaona? Kwa hiyo ukijibu basi zawadi zinakutazama. Bila kusahau pia tuna zawadi yetu ya speaker. Hizi ni speaker kutoka Jizo Sound. Ni zawadi nyingi tu kwa ajili yako.
basi ingia tu kwenye hiyo menu na ujue zawadi zipo kwa ajili yako, msikilizaji wetu wa EFM. Maisha halisi ya kweli ndugu zetu wanapitia, wanayaleta kwetu, nasi tunayawasilisha kwako kwa njia ya simulizi. Mpendo wetu rafiki anaitwa Meshaki anasema, unajua kuna nyakati mtu anaweza kukwambia sentensi ukaogopa. Niliogopa. Hafu mtu anakuambia serious kabisa. Kuna message unasoma unasema huyu mtu anachozungumza anamaanisha. Sitaki kuamini. Unajua kwa namna mtu huyu anavyonipenda, kwa namna mtu huyu ambavyo amekuwa na mimi, yani sitaki kuamini kama alikuwa ananitengeneza mimi siku moja niwe mbuzi wa kafara. Ninaambiwa kwamba mtu kutolewa kafara sio mtu tu. Yani wewe huna nyota, huna chochote. Yani unatolewa wewe ambaye una kitu. Mtu huyu ananipenda sana. Na hiki ndicho kitu ambacho nakwambia ninaogopa sana. Yani kama kuna mtu anaweza siku zote tukatembea, tukaambatana, tukala pamoja, tukasaidiana, nikamuita kaka, kaniita mdogo wangu, katika shida, katika raha, lakini ndani ya nafsi yake anasema huyu kuna mahali atafika, nitamgeuza huyu, atakuwa faida kwangu. Nikikwambia maisha ambayo nimeishi, nikiongea hivyo unaweza usinielewe. Yani nikikwambia huwezi ukanielewa, lakini ninavyozungumza hivi nina hisia sana, kwa sababu maisha ambayo tumeishi ya undugu kabisa. Na mtu anasema mtu mbaya utamjua, mtu mwenye hila na wewe utamjua. Nawezaje kujua hila? Huyu mtu ana hila na mimi, tunaishi naye kama hivi, amenisaidia mambo mangapi mimi pamoja na ndugu zangu. Nawezaje kujua dhamira yake mbaya? Sikuwahi kujua. Ni rafiki yangu, tunakula pamoja, tunakunywa pamoja, ni ndugu yangu huyu. Yule binti wa Mbeya ananiambia usitishwe na maneno yake. Ni kweli unaweza ukapita kwenye nyakati ngumu, lakini utashinda tu. Mungu aliyekunusuru wewe siku ile ambayo umauti ulipangwa kwako wewe, ndiye huyu ambaye atazidi kukupigania wewe na atakushindia. Haijalishi wamepanga nini, lakini madam Mungu ameingilia kati ile swala, Mungu mwenye atasimama. Nataka nikwambie watakusukuma, lakini nataka kuambia hawatakumaliza. Aliniambia haya maneno huyo msichana, nikamwambia unamaanisha nini? Unamaanisha kwamba ni kweli nikitoka hapa hiki anachokisema ndicho kitakachotokea kwangu? Akasema ngoja nikwambie kitu, yani nayakumbuka haya maneno. Aliniambia hivi, Meshaki, Mungu ni wa upendo sana. Mungu anasamehe dhambi. Kwa mfano, umemtenda Mungu dhambi, unaona, labda umezini, umeiba, umefanya tu dhambi yoyote. Unapoenda mbele za Mungu na kumwomba Mungu akusamehe, Mungu anakusamehe. Yani anakusamehe. Na kwa imani tunasema tumesafishwa dhambi zetu zote. Na ndio maana tunasema Mungu niondoe kwenye kitabu cha hukumu, kwamba nilikuwa nikiishi maisha ya dhambi, jina langu liko kule kwenye kitabu cha hukumu, kwa shetani. Sasa yani shetani ananimiliki, mimi ni wa kwake. Nitoe kwenye kule, kwa sababu nimeshaamua kuacha kuishi maisha ya dhambi. Niandike kwenye kitabu cha uzima. Ni kweli kabisa, utatolewa kwenye kile kitabu,
cha hukumu, utapelekwa kwenye kitabu cha uzima. Lakini kuna dhambi ambazo ulizifanya, lazima zikupitishe, lazima uzilipie gharama. Jina lako ni kweli limeandikwa mbinguni, lakini lazima hizo dhambi ulizozifanya zikupitishe kwenye kulipa gharama. Nikamwambia unamaanisha nini? Akasema yani wewe siku zote uko unamtumikia shetani, mnenda mnatoa makafara ya mbuzi, mnatoa mang'ombe, unajua kabisa hii ni jambo lisilompendeza Mungu. Si unataka kumgeukia Mungu? Haimaanishi kwamba ukigeuka kila kitu, yani ukigeuka kila kitu kina stop hapo hapo, yani kila kitu kinakuwa smooth. Hapana. Ndio maana ninakuambia unaweza ukapita kwenye nyakati ngumu. Sio kama Mungu akupende. Mungu anakupenda sana na amesha kuvusha kwa mengi, na ndio maana nakwambia hata kwa hili atakuvusha, lakini lazima utapita hapa. Na hii utapita kwa sababu gani? Kwa sababu kuna maisha ya wewe uliyaishi ukajiconnect huko. Kwa hiyo utasamehewa dhambi, lakini lazima upite huko. Kwa hiyo kuna process mpaka kutoka hapo. Nikamwambia sawa. Akaniambia acha vyote. Acha vyote, iage familia yako kwa watu ambao unawaamini. Njoo Mbeya. Hivi wewe ulishawahi kutoka sehemu unaacha kazi afu unaenda sehemu huko? Yani mimi niende Mbeya. Naenda Mbeya kwa watu kama hivi, nao wana struggle maisha. Yani wako wana struggle maisha, ndio walikuwa wananitegemea mimi kunibomu. Na wapa 200 300. Unajua kitu kinahitaji maamuzi magumu sana. Okay. Nilitulia. Ninakwambia mimi ujumbe niliomwambia bosi wa kuacha kazi. yani na vile ambavyo tulichat, nikaonyesha msimamo kwamba ninamaanisha, kwa sababu barua nilienda kupeleka barua. Mahali ambako barua inatakiwa kupelekwa nilipeleka. Na kusema na hata ndani ya saa 24. Maana nimezungumza naye kama rafiki, kama ndugu, kama nani, imekuwa ni ngumu. Kaniambia maneno ya vitisho, mimi nilipeleka barua. Mganga alinipigia simu. Sasa huyu mganga tuko naye miaka nenda rudi. Ushawahi kusikia mtu ana mganga wake? Ana mganga wake. Huyu ndo alikuwa mganga wake. Na yeye alikuwa anasema usiseme mimi ni mganga wake, sema mimi ni mganga wenu. Hizi ndesi alikuwa ananiambia, naomba nikurekebisha. Usiseme mimi ni mganga wa bosi wako, sema ni mganga wetu. Yani na maana na mimi. Alinipigia. Akaniambia, Meshaki, umepatwa na nini mwanangu? Nikamwambia hapana, niko tu sawa. Jamani, mbona ni mambo ambayo kila mtu anaweza akayafanyia maamuzi wakati wowote. Kwa nini mimi ninapofanya maamuzi ya kuamua kuacha kazi ionekane kama nimefanya dhambi kubwa sana? Akasema, kumbe hujui kama unafanya dhambi kubwa sana? Nikamwambia, kwa nini nifanye dhambi? Kwa nini niwe nimefanya dhambi kubwa sana? Kwa nini biashara ni ya kwangu? Nikamwambia, mzee, tumefanya hizi kazi miaka mingi sasa. Unaona, wewe mwenzangu unaweza ukazungumza kuhusu hizi kazi kwa undani zaidi. Lakini mimi hapa hizi milki za hizi mali sio mimi mmiliki, sina share, mimi na share. Angalia, hizo pharmacy zote mimi na share. Tuzungumze hapa. Haya, tukizungumza hii miradi ya kuku, mimi na share. Tutoke, twende kwenye nyumba zake anazopangisha ambazo nimekuwa nikizisimamia, zingine mpaka nikifuatilia na ujenzi. Mimi na share. Mimi nimekuwa nikifanya kazi kama mwajiriwa kawaida. Sina share yoyote, na na haki ya kuamua kuacha kazi kisheria, ninaruhusiwa na hakuna kitakachoweza kunizuia. Nimeshaamua na nimeshapeleka barua. Akaniambia, Meshaki, umepaniki. Hebu niambie nini kinachokusumbua? Nikaambia, mzee, hakuna kinachonisumbua. Wewe mwenyewe siku utaamka utasema mimi sitaki kuatibia, itakuwa hivyo. Atatafuta mganga mwingine. Na ndivyo ambavyo mimi nimeamua. Akasema, nikwambie, wewe huwezi ukaamua hivyo. Wewe Meshaki huwezi kaamua hivyo. Kuna mwingine anaweza akaamua hivyo, lakini sio wewe.
wewe kuamua kutoka mpaka vitu vikuruhusu wewe utoke. Nikamwambia vitu gani viniruhusu mimi nitoke? Mimi ndo nazungumza ninataka kutoka na natoka. Yani kuna kitu gani mimi mpaka nikiombe ruhusa kwamba nitoke? Akasema Meshaki, mbona fanya mambo kama uelewi? Mbona fanya kama mambo uelewi? Siku zote hivi vitu tunavifanya vinakuona wewe. Ina maana wewe ndio una nafasi ya kufungua. Wewe ndio unaofungua kufungua. Kwa lazima uviage, kwa sababu vilikupokea kwa mikono miwili, vikakupenda, vikakufurahia. Na ndio maana kila tunapoenda lazima uwepo. Kuna lini hesabu tumeshawahi kufanya kazi wewe ukiwa haupo? Hujiulizi kwa nini? Kwa sababu wewe ni wa thamani. Nikamwambia mzee, nikwambie kitu mzee. Ngoja mimi nikwambie neno moja. Mwenye funguo hii biashara ni bosi. Huku nikimtaja jina lake, sio mimi. Hii biashara sio yangu. Hizi biashara sio zangu. Usinitwishe mzigo ambao siwezi kuubeba. Yeye ana majumba mangapi? Nikarudia sentensi. Amefanya vitu, akasema Meshaki, acha tamaa. Wakati mnakubaliana, kumbuka makubaliano mliokubaliana. Ngoja nikwambie Meshaki, mimi nilipokuona niliiona nyota yako kwake. Yani si unaelewa? Yani aliona nyota yangu na ya kwake. Tunaweza tukafanya kitu kikubwa. Kwamba mimi aliponieleza nilikubali. Ndio akiniambia, unakumbuka siku tulikutana? Unasahau Meshaki? Mbona unazungumza kama hivi vitu uvielewi? Tulipokutana na nikakuuliza na nikawaambia hiki kitu kinaenda kuleta mafanikio kwenu ninyi nyote. Ulisemaje? Uko tayari? Na kazi ya kwanza tuliifanya pamoja, si ndio? Na ukania na ukatamka maneno na wakakubali, wazee wakakubali. Unawezaje kuzungumza hayo maneno tena? Ninakuambia kwa mara ya kwanza mimi ndo nasema makubaliano gani? Yani makubaliano gani? Yani kumbe yale ndio yalikuwa makubaliano. Yani vile ambavyo mtu mnapatana kwamba jamani unasemaje kuhusu hii kazi? Basi nenda pale, fanya kitendo fulani, fanya hiki, sema maneno haya. Wewe unawaza hela. Wewe unawaza mimi napata mwisho wa mwezi hela yangu, afu tutakuwa na mahusiano mazuri na bosi kama nataka tu kazi hii, afu maisha yangu yanakuwa mazuri. Wewe unawaza hivyo. Kumbe ndo unajiungana maanisha. Yani kumbe ndo unakuwa mfuasi. Unawaza kuwa mfuasi mpaka sijui ni mwage damu, nikate damu imwagike, nifanyaje? Yani nilimwambia mzee, naomba uniache please, naomba uniache. Akasema Meshaki, umekosea sana. Haya, anatueleza ndugu yetu mpendwa anaitwa Meshaki. Asante kwa leo. TikTok